Ujambo na karibu ndani ya Al-Huda TV Burundi. Mimi ni Hamza Mahane, ni ripota wako wa Kiislamu katika nchi hii ya Burundi. Leo ni tarehe 3 mwezi wa 12 mwaka 2025. Niko hapa Bwiza kuripoti matukio muhimu sana. Ukitazama upande huu wako takriban zaidi ya viongozi kutoka katika kanisa mbalimbali, lakini upande huu mwingine ni wawakilishi wa Kiislamu katika kazi kubwa ya wahadhiri ambao wanaifanya kazi katika kutangaza Uislamu kupitia Qur'an na mifano katika Biblia. Lakini hao pia ni viongozi mapasta ambao wao pia wamebeba jukumu hilo hilo tena, na wao wanasema wanautangaza Ukristo kwa kupitia Biblia na Qur'ani katika vitabu vyote ambavyo vinaelezea. Mimi nimetamani sana ripota wako kutamani kujua nini na lengo la mkutano huu. Nikasema nikujiongezee matukio kwanza utazame. Hii ni nguvu moja ya wahadhiri wa Kiislamu katika nchi ya Burundi. Wamelianzisha nguvu moja na shirika hili ambalo limebeba jina la Imipromikobi. Watakuja kuelezea wao kiundani na lengo lao. Kiongozi wa kundi hili anaitwa ni Hassan kutoka katika tarafa ya Muinga. Wako hapa ni Bujumbura, lakini pamoja na kamati yake maalumu sana. Nini ambacho wanachokuja leo kuzungumza na makubaliano baina ya Waislamu pamoja na Wakristo? Wamekuja kufanya nini na wanajadili nini na faida yake itakuja kupatikana nini? Mimi nimetoka kwa kama mtangazaji wao, mimi nimetoka kwa kama msemaji katika kazi hii kubwa ambayo inaofanyika kupitia mitandao na kukujuza habari zote ambazo zinazoendelea katika ardhi ya nyumbani hapa Bujumbura, hususan habari za Kiislamu. Ni kuache kwanza utazame namna kila mmoja amejitambulisha katika upande wa Kikristo. Ufahamu wanatoka kila mmoja ni pasta katika kanisa gani. Alafu uje umalizie na utambulisho pia katika wahadhiri hawa wa Kiislamu, na wao pia wamejitambulisha pamoja na vyeo vyao wanavyokuja kutumika katika ardhi hii ya Burundi. Wewe ambao unatutazama, subscribe channel yetu ili kutupa nguvu. Wewe ambao unatutazama, subscribe channel yetu ili tukuache sasa moja kwa moja. Mimi ni Hamza Mahane. Je nitwa Ntawumwase Abdul Joshua, nsanzwe naje nserukishira hamwe UCCD Burundi. Ifite icicaro Ngozi. Mimi naitwa kwa jina la Pastor Emedi Isengwe na nasimamia Apride kwa ngambo ya uinjilisti ama departement d'evangelisation hapa Bujumbura. Kwa majina naitwa Bahati Mwagalwa Lavi, nimewakilisha timu la Real Peace Foundation Bujumbura Burundi. Kwa mazina naitwa Nduwimana Moses, muvuga butumwa muri Apride. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Ninganza Jenese Abduri, nk'abantu muvuga butumwa kandi nk'abandi cegera cy'utwara Burunga muri Imipromikobi. Kwizina naitwa Shimirimana Isa, ntwara Imipromikobi mu ntara ya Gitega, nk'abandi cegera kandi cy'utwara Komibu muri iyo ntara nyene. Kwa majina naitwa Sengeyumva Alimasi Hussein, nikiwa katibu wa mkoa wa Bujumbura kwenye Imipromikobi. Kwa mazina naitwa Higiro Isa, nkaba mpagarariye urunani bavuga butumwa mu Burundi Imipromikobi mu ntara ya Butanyerera. Ni Ntayimpera Mahmoud, nkaba umunyagitega, nkaba naserukiye nk'umwanditsi w'iyo ntara nyene ya Gitega. Ku mazina ni Musa Vedaste, nkaba ndicegera cy'utwara intara yagutse ya Bujumbura muri Imipromikobi. Ni Nzomwitakuze Abdurrashid, ntara ya Butanyerera, nkabandi secrétaire utwara ivuga butumwa ntara ya Butanyerera. Ahmad, ntwara ndicegera mu Butanyerera muri Imipromikobi.
Naam, cyitwa Ntibaguzeye Kure Masudi. Kabandongoye umugwi witwa Anuru Umuco. Kabandi cega c'umubiki w'Ipremikobi Burundi. Kabandi ndi mubiki kandi mukuru mu ntara ya Bujumbura yagutse. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nani Bayishimeza Abdul Karim. Kabandi naibu Amir wo muri mu ntara ya Gitega yagutse muri Ipremikobi. Naam, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nitwa Ntawebagira Ribi Shaban, nkaba dongoye urunani rw'abavuga butumwa Ipremikobi mu ntara ya Buhumuza. Nitwa Chitunge Sulaiman, nkaba njejwe ibikorwa by'igenzura mu runani Ipremikobi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Leo tarehe 3 mwezi wa 12 mwaka 2025, mbele ya kamera ni kiongozi wa wahadhiri nchini Burundi, wahadhiri wa Kiislamu kwa majina Merabanya Hassan. Tumeamka na kikao kikubwa sana ambacho kilikuwa kimekusanya wahadhiri kutoka katika mikoa 5 ya nchi yetu ya Burundi, na tukawa tena tumefanya kikao na mapasta mbalimbali kutoka katika nchi yetu ya Burundi, ili kusudi tuweze kuikaa tuangalie namna gani tunaweza kuendeleza mambo yetu ya kuhubiri Injili, kuhubiri Qur'ani katika nchi yetu ya Burundi, na kuweza kuzinyosha nafsi za watu, nyoyo za watu mbalimbali. Kawaida uzito wa hii kazi ni ngumu sana, kama inavyojulikana kupitia katika mitume mbalimbali walioanza hii kazi. Walikuwa wanakutana matatizo mbalimbali, lakini walivumilia mpaka wakapata ushindi. Na sisi pia kama wahadhiri wa Kiislamu nchini Burundi hatuwezi kukosa mtihani mbalimbali na misukosuko katika hii kazi. Kama mnavyojua, kuna wakati tunaenda kufanya kazi ya dawa, tunawalingania watu ambao wanabisha, tunawalingania watu ambao hawaelewi, tunawalingania watu katika mikoa mbalimbali, tunapanda mabonde na milima, lakini pia matatizo yote hao tunayavumilia na mwisho wake tunapata ushindi kwa ajili yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawaida mambo mengi sana tunayoona sisi katika upande wa wahadhiri, kama vile sisi tuna control nchi nzima, tunafika katika miji mbalimbali, tunafika katika vijiji mbalimbali, tunaona yale ambayo tukiyafanya tunaweza kufaulu hasasa Waislamu wa Burundi. Kama vile niwezi kusema kwamba kwa Waislamu kitu ambacho wanachokihitaji, kwanza Waislamu wanahitaji umoja, kama vile tunavyojaribu kufanya sisi kwa upande wetu wa kihadhiri. Ndio maana tunawaita watu kutoka katika mikoa mbalimbali, tunaikaa tunafanya vikao vyetu ili kusudi tuweze kuwa kitu kimoja, na tukisha kuwa kitu kimoja mambo yote yatakuwa sawa, kwa sababu kama ni kufanya kazi tutafanya kazi kwa pamoja, kama ni kuungana kwa haya na yale tutaungana na tutafika kwenye malengo yetu inshallah. Kweli kabisa kazi yetu hii tulishapatiwa kila kitu. Serikali ya Burundi ilitupatia karatasi za kuweza kufanya hii kazi, tukiwa tunajulikana make ordonnance ministerielle, na Komibu vile vile ilitupa karatasi za kuweza kutembea katika nchi yote ya kuweza kufanya hii kazi yetu ya dawa. Kiuchache serikali inatujua kama tuko tunafanya kazi kwenye sheria, na Waislamu nchini Burundi wote wanajua kama tupo na tunafanya kazi kupitia kwenye sheria. Ukitafuta sisi kwenye idara, inapatikana namba ya simu ni 68 942 495. Hiyo unatupata na namba zingine na anwani nyingine. Naam, ni kwamba katika mkutano wa leo kitu ambacho nilichojifunza ni pale kuona kwamba upande zote mbili zilikuwa na hamu ya kuweka mambo sawa, hasa katika mambo yetu hii ya mihadhara na pamoja na deba ambazo tunazozipanga. Kwa kweli imeonekana kwamba upande wa Wakristo na upande wa Uislamu wanataka mihadhara iende kisheria pamoja na heshima ndani yake. Ni kwamba Waislamu wa Burundi na wale ambao wako nje wanaweza wakasupport, hasa kusikana na
masuala haya ambayo ndugu zetu nakutana hawa ambao ni mapasta wameandaa mdahalo ama deba sehemu ya mbali ambapo hakuna ule uwezo wa kufika, na hata na wale ambao wameingia dini na pamoja na wahadhiri pia kutazama kile ambacho kinaweza kuwawezesha. Lakini mara nyingi sana uwezo wa kufika sehemu ambapo tunapokwenda kufanya ile kazi ilikuwa ni ngumu, lakini kwa sasa tukipata wale ambao wanaweza kusaidia itakuwa nyepesi sana. Mambo mawili ambayo mwaka 2026 ambayo tunakwenda kufanya, jambo la kwanza ni kufungua mihadhara hasa katika mikoa yote mitano ya nchini Burundi. Bimana viongozi wa umoja wa wahadhiri pamoja na makundi ya wahadhiri ya Kiislamu ambao wanawakilisha umoja huo hawatokuwa tena na nafasi ya kusema huyu asiji hapa, huyu asifanye nini. Tunakwenda kutumika kwa pamoja. Jambo lingine ni kwenda kufanya ama kufikiria maendeleo ya kazi hii ya dawa, hasa ambao wanaotangaza Uislamu kupitia Qur'ani na baadhi ya mifano katika Biblia. Mimi kama mhadhiri nilishazoea kwa Waislamu, na tena niliwahi kuwa Muislamu. Kama niliwahi kuwa Muislamu ndio maana nishawazoea Waislamu. Tena Waislamu sio watu wabaya nishawazoea. Lakini cha pili nilichokifurahia, wengi wanajua kwamba Muislamu na Mkristo wakikutana ni mabishano, ni mapigano, ni nini na nini. Lakini chenye nilifurahia leo tumekutana kwa kuzungumzia amani na namna tunaweza tukatumika mwa hii kazi ya uhadhiri. Hicho kitu nikifurahia. Yaani mabadiliko naweza nikasema kwa upande mmoja mabadiliko yatapatikana kwa sababu sisi ni binadamu, na binadamu ni mtu ambaye anaweza kashauriwa na tena akasikia chenye walimshauri. Mabadiliko yanaweza akapatikana, lakini na oga fulani kwa sababu kuna wenye hawakuhusika mwa hiki kikao. Labda wenyewe watayarisha hiki kikao, watawatafuta wazungumze na tena na wao wawajulishe chenye tulizo. Cha kwanza nilichokisema ni watu walikuwa wanajua kwamba Muislamu na Mkristo wakikutana ni watu wa kugombana, watu wa kupigana, ni wa makelele tu. Lakini leo tumetoa mfano mzuri, tunatoa example nzuri kwa sababu tumekaa, tumejadili na tena tumemaliza kwa amani. Tumechangia soda, tumechangia maji, vitu vilienda mzuri. Kwa hiyo Waislamu na Wakristo wanaweza wakashirikiana mwa mambo fulani. Tuweke nyuma hivi vya kiimani, lakini ni jirani, ni ndugu, ni kaka yetu, ni ndugu zetu. Vyenu ipo vyema kuitumikia dini. Al-Huda, mwongozo wa jamii.